Na mtazamaji aliyeishi maisha yake kwa niaba ya wengi, aliyapigania mengi kwa niaba ya wengi na aliyeonyesha furaha yake na furaha ya taifa kwa kuvumilia majeraha ya upambanaji kwa kuyabeba makovu ya taifa kwa ajili ya taifa. Ndiye kuwa siye na siye kuwa ndiye, ndiyo falsafa iliyomfanya kuyaishi maisha ya gerezani, maisha ambayo yalimjengea zaidi kimitazamo, kifungo ambacho kilimpa ari mpya na uchu wa kufa kwa ajili ya taifa lake. Naam, alingurumisha tinga na kulitia katika ardhi isiyo tambarare, ardhi iliyojaa rotuba ya ubinafsi kwa kunyuziwa mbolea hushi ya mfumo wa chama kimoja. Alilazimika kutumia nyundo ili kuvunja vigingi vilivyozunguka shamba hili, jambo ambalo alikuwa rahisi ingawaje alifaulu. Harakati na dhamira zake zikazagaa sio tu nchini bali pia nje ya nchi, na kuhakikisha hakwami katika vita vya kutafuta haki na usawa. Ilibidi atumie turufu muhimu ya kumpa ushindi, turufu ya kutotabirika, turufu ya kutoeleweka, turufu ya Agwambo, turufu iliyoleta mageuzi ya kidemokrasia. Na ubaguzi wa kimaeneo na kiraslimali, unyanyapaa na ukandamizaji ulihitaji kikao cha walio na busara ili kupata utatuzi. Na hapa alihitajika mwendesha kikao mwenye msimamo, mwendesha kikao jasiri aliye na uchungu na taifa.